Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Kutokana na mvutano kati ya Marekani na Iran, wachambuzi wa mambo wamekuja na mambo manne yanaweza kutokea katika mzozo wa Marekani na Iran. Inaaminika kuwa Marekani pamoja na Iran zipo katika mipango ya kurudi katika duru ya pili ya mazungumzo ya kusitisha mapigano, huku ujumbe kutoka Pakistan ukiwasili katika mji mkuu wa Iran, Tehran. Usitishaji wa mapigano ambao umeelezwa kwamba utadumu kwa wiki mbili bado upo, na baada ya zaidi ya saa 20 za mazungumzo kati ya Marekani na Iran yaliyojadiliwa nchini Pakistan, ambayo yalimalizika Jumapili bila maendeleo yoyote. Baada ya kushindwa kwa mazungumzo ya awali, Rais Donald Trump alitangaza kile alichokiita mkakati mpya dhidi ya Iran na kuzuia meli za Iran kuingia na kutoka katika bandari zake kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya maji kwa biashara pamoja na mafuta. Jambo la kwanza ambalo wakati huu wachambuzi wa mambo nalitaja ni kurudi vitani. Aprili 8, Iran na Marekani zilikubaliana kusitisha mapigano kwa wiki mbili baada ya majuma kadhaa ya mapigano. Tofauti katika tafsiri ya vifungu vya makubaliano ya kusitisha mapigano zimewafanya baadhi ya waangalizi kuona makubaliano hayo ni njia ya kusitisha tu vita kwa muda na sio makubaliano endelevu ya kuacha kabisa kupigana. Wanasema kwamba nafasi ya kufikia makubaliano iliyokuwa haipo tangu mwanzo wa mzozo ulipoanza ilitengeneza mazingira ya kupunguza mvutano huo. Tofauti hii katika mazungumzo inaongeza kutoaminiana na kutilia shaka uimara wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Ikiwa juhudi za kurudi kwenye meza ya mazungumzo hazitaleta matokeo chanya, usitishaji huu wa mapigano utakuwa ni njia ya kupumzika tu, kuruhusu pande hizo kupona, kujipanga upya, kutathmini upya nafasi zao na kujiandaa kwa awamu inayofuata ya vita. Jambo la pili ni mashambulizi ya wastani ambayo yanatarajiwa. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba jambo lingine linaloweza kutokea ni kurudi kwenye aina ya mapambano ambayo yanaweza kuelezewa kama mapambano yasiyokuwa makali. Hii ina maana kwamba mzozo unaweza kufikia kiwango cha vita kamili na pande zote zinaweza kuchukua hatua za kijeshi ambazo zinaweza kujumuisha kuendeleza kwa mashambulizi machache dhidi ya miundombinu, malengo ya kijeshi au hata njia za usambazaji. Kadhalika, kuna kuongezeka kwa shughuli za makundi yanaunga mkono Iran huko Iraq au Bahari ya Sham kunaweza kupanuka kwa wigo wa kijiografia wa mzozo huo. Mchambuzi Hamid Reza Aziz anasema pande zote mbili zinataka kutumia mbinu zao za kutoa shinikizo na kushawishi upande mwingine bila kuingia katika vita kamili. Anasema ikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano yatavunjika kwa upande wa Iran, ina uwezekano wa kuchukua hatua kupitia vikosi vyake vya washirika haswa huko nchini Yemen. Hata hivyo, wachambuzi wameenda mbali zaidi wakisema kwamba wakati huu kutakuwa na mwendelezo wa vizuizi. Rais wa Marekani alitangaza kwamba jeshi la majini la nchi yake linakusudia kuweka kizuizi cha majini dhidi ya Iran, kuzuia meli za kiraia au meli za mafuta kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini pia alitishia kuzuia meli zozote zinazolipa ada ya usafiri kwa Iran katika maji ya kimataifa ili kuvuka mlango wa bahari huo. Mkakati unaonekana kulenga kizuizi cha Iran kupata mapato ya mafuta, kuunyonga uchumi wake na wakati huo huo kuathiri China, lakini ambaye ni mshindani muhimu zaidi wa Marekani ambaye ndiye mnunuzi mkuu wa mafuta ya Iran. Hata hivyo, wachambuzi wengine wanasema kuwa gharama kubwa kwa Marekani kutekeleza mpango huo na kuviweka vikosi vyake vya kijeshi karibu na Iran kutavifanya viwe katika hatari zaidi ya kushambuliwa. Zaidi ya hayo, ili mpango huo uwe na ufanisi, vikosi vya majini vitalazimika kuendelea kuwepo karibu na mipaka ya Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi ya